heshima na taadhima, napenda kuwasilisha risala ya shule ya sekondari Micheni katika hafla hii maalumu ya mahafali ya kidato cha 4 mwaka 2025. Ndugu mgeni rasmi, kwanza tunapenda kukukaribisha sana katika mahafali haya, ikiwa ni pamoja na kukupa hongera kwa kusafiri salama hadi kufika mahali hapa. Lakini pia kukushukuru kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi. Tunatambua bayana kuwa ni shughuli nyingi ambazo umeziacha za kiofisi na kifamilia na kukubali kuungana na nasi leo hii. Asante sana. Ndugu mgeni rasmi, shule ya sekondari Micheni ilianzishwa mnamo tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2009, ambapo wakati huo ilikuwa na walimu 2 na jumla ya wanafunzi 51. Hadi leo hii shule hii ina jumla ya wanafunzi 430 na walimu 17. Wanafunzi tunaoaga leo hii walianza shule mwaka 2022 wakiwa jumla ya wanafunzi 120, na leo hii wanahitimu wakiwa wavulana 34 na wasichana 59, ambao jumla yao ni 93. Wanafunzi hawa wamepitia ya kutosha, majaribio ya mara kwa mara na zilizowekwa ili kuandaa kwa mtihani wa taifa. Tunajivunia nidhamu, mshikamano na bidii walioonyesha hadi kufikia hatua hii muhimu, ambapo kutokana na juhudi hii na umoja wao pamoja na walimu, tunaamini watafaulu wote. Mafanikio ya shule. Ndugu mgeni rasmi, shule imepitia mafanikio kadhaa ambayo tunajivunia kuyaeleza leo hii mbele yako. Kwanza ni mafanikio ya kitaaluma. Kuimarika kwa hali ya ufaulu katika mitihani ya kumaliza elimu ya kidato cha 4 na ile ya upimaji wa kidato cha pili. Kwa kidato cha pili, kwa kuanzia mwaka 2021 watainiwa 125. Katika watainiwa hao 125 tulipata daraja 027, na mwaka 2022 tulizivuta kutoka 027 mpaka kufika 015, na mwaka 2023 tulizivuta tena kutoka 015 mpaka 01 tu. Lakini kwa mwaka jana, kutokana na sababu ambazo zilikuwa ipo nje ya uwezo wetu, watoto wetu 114 waliofanya mtihani wa kujipima kidato cha pili, watoto 8 tu walipata division 0 ama daraja 0. Lakini kwa mwaka huu 2025, ndugu mgeni rasmi, kwa maandalizi tuliyoyafanya, tunatarajia na tunaamini kwamba hatutakuwa na daraja 0. Kwa kidato cha 4 mwaka 2021 kulikuwa na division 014. Mwaka 2022 zilitoka division 014 mpaka kwa division 07. Mwaka 2023 tulitoka katika division 07 mpaka kufika katika division 05. Mwaka 2024 tulizitoa tena kutoka 5 mpaka kubakia division 04. Na mwaka huu 2025, kwa maandalizi tuliyoyafanya, mgeni rasmi, tunakuhakikishia kwamba hatutakuwa na division 0 kabisa. Na mafanikio mengine ni kuimarika kwa hali ya nidhamu ya wanafunzi kupitia ushirikiano uliopo baina ya walimu, wazazi na uongozi wa shule. Lakini pia mafanikio mengine tuliyopata au tunaojivunia ni uboreshaji wa mazingira, ikiwa ya kujifunzia pamoja na kufundisha, pamoja na madarasa, maktaba na vifaa vya kufundishia. Lakini pia tunajivunia kuanzishwa na kuimarishwa kwa kambi za masomo zinazoandaliwa kila mwaka kwa wanafunzi wa kidato cha 4. Changamoto ambazo zinatukumba mgeni rasmi ni kama zifuatavyo. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, shule bado inakabiliwa na changamoto zifuatazo.
upungufu wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia kama vile kompyuta. Sasa tupo katika ulimwengu wa kidigitali, lakini tuna uhaba wa kompyuta zisizopungua 20, na kila kompyuta moja ina thamani ya shilingi 300,000 hadi 350,000 kwa zile za laptop mpakato. Lakini pia tuna upungufu wa vitabu katika baadhi ya masomo. Changamoto nyingine ni uhaba wa walimu kwa baadhi ya masomo kama vile masomo ya biashara, business study, masomo ya fizikia na masomo ya hisabati. Changamoto nyingine ambayo inatukabili, ndugu mheshimiwa, usambazaji wa maji kutoka kwenye mnara kwenda kwenye nyumba za walimu na kutoka kwenye mnara wa wanafunzi kwenda kwenye vyoo vya wanafunzi. Shule kwa nafasi yake imejitahidi kutafuta tenki na minara. Kwa hiyo tunaomba utusaidie usambazaji wa maji kutokea katika minara hiyo kwenda katika maeneo hayo husika. Na kwa tathmini aliyotufanyia fundi, tunahitaji kusambazia maji rola 2.5. Rola moja ina thamani ya shilingi 200,000. Kwa hiyo kwa mahitaji yetu jumla tunahitaji shilingi 500,000. Tutakuwa tumemaridha hii hadha ya usambazaji wa maji katika nyumba za walimu na vyoo vya wanafunzi. Changamoto nyingine ni ukosefu wa jengo la utawala, hali inayopelekea walimu kukaa kwenye madarasa ya wanafunzi na kusababisha uhaba wa madarasa kwa namna moja au nyingine. Changamoto nyingine ni ukosefu wa bweni la wavulana, hali inayopelekea wanafunzi wa kiume kutengewa baadhi ya madarasa kwa ajili ya kulala. Changamoto nyingine, ndugu mgeni rasmi, ni ukosefu wa jengo la maktaba kwa ajili ya kujisomea na kuimarisha maarifa. Tunaiomba serikali, wadau wa elimu, mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na wadau wengine kuendelea kuiunga mkono shule yetu ili tuweze kusonga mbele kwa ubora zaidi. Mwisho, shukrani ndugu mgeni rasmi. Shule inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha sekta ya elimu. Walimu wetu kwa kujitoa kikamilifu na kwa malezi na ufundishaji. Shukrani zingine ziende kwa wazazi na walezi kwa ushirikiano wao mzuri toka tulivyoanza mpaka leo hii. Shukrani nyingine ziende kwa wadau mbalimbali wa elimu waliotoa misaada ya vifaa vya kujifunzia na ushauri wa kuboresha taaluma. Ndugu mgeni rasmi, kupitia risala hii tunakuomba uendelee kuwa balozi wa shule yetu, kuitetea, kuhimiza na kusaidia kadri iwezekanavyo. Pia tunawaombea wanafunzi wetu wa kidato cha 4 mwaka 2025 mafanikio makubwa katika mitihani yao ya taifa, na tunaamini kuwa wataipepelesha vema bendera ya shule ya sekondari Micheni. Mungu ibariki shule ya sekondari Micheni. Mungu ibariki wilaya ya Mafia. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana.